Leo kwenye safari yetu ya hekima tumerudi tena hekaluni. Ni Jumanne ya sherehe ya Pasaka pale Yerusalemu, na umati umeongezeka hadi kufikia mahujaji wapatao milioni 2 ambao wamejazana ndani na kuzunguka mji, kulingana na vyanzo vya kihistoria. Umati mkubwa umekuja kusikiliza hasa Yesu, mwalimu mkuu, na atajibu swali moja baada ya jingine. Ni wazi kwamba hakuwa na shida na maswali, wapendwa. Kwa kweli, kama mwalimu mzuri yeyote, alitumia maswali kufundisha, kuelekeza na kuwaelimisha wasikilizaji wake. Sasa katika Injili ya Mathayo sura ya 22, mwanasheria ambaye pia ni Farisayo anamkaribia Yesu na ana swali hili. Neno linalotumika hapa kwa mwanasheria kwa kweli ni jina lingine la mwandishi wa sheria. Waandishi wa sheria walikuwa wataalamu wa sheria ya Musa na mara nyingi pia walikuwa walimu wa sheria. Hivyo wakati mwingine wanaitwa mawakili au wanasheria na wakati mwingine wanaitwa waandishi wa sheria. Sasa hapa kwenye mstari wa 36 aliuliza swali hili. Ni amri ipi iliyo kuu katika sheria? Sasa Mafarisayo walipanga swali hili ili kumtega Yesu. Akaunti ya Injili ya Marko inaonyesha kwamba huyu mwanasheria mwishowe anakuwa na huruma kidogo zaidi kwa Yesu wanapozungumza wawili hawa. Lakini swali analouliza lilikuwa mada moto ya mjadala. Marabi wa wakati wa Yesu walipenda kujadili amri hizi. Kwa kweli walikuwa wamebaini amri 613 za kibiblia katika Agano la Kale. Ifikapo wakati wa Yesu, walikuwa wameongeza mamia na mamia ya amri za ziada, amri ambazo ziliongezwa juu ya zile za kibiblia. Sasa kwa kuwa amri hizi zote zilikuwa zinafundishwa kwa watu, viongozi wa kidini walikuwa wakibishana kila mara kati yao ni amri zipi zilikuwa muhimu zaidi kuliko nyingine. Kwa hiyo sasa wanajaribu kumfanya Yesu aingie kwenye mjadala huu. Wanataka Yesu achukue upande katika hili. Yesu, ni amri ipi iliyo muhimu zaidi? Basi Yesu hata hakusita wala kuchukua muda wa kufikiria. Mara moja alinukuu Kumbukumbu la Torati 6:5, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Amri hii, Yesu anasema katika mstari wa 38, ndiyo amri kuu na ya kwanza. Kwa maneno mengine, hii ndiyo ya msingi, ndiyo amri ya msingi kabisa. Kumpenda Mungu kwa nafsi yako yote. Lakini Bwana hakusimama hapo. Anaendelea hapa katika mstari wa 39 na kuongeza na amri ya pili inayofanana na hiyo. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Sasa hapa Yesu ananukuu kutoka Walawi saa 19 na madakika 18. Labda umewahi kusikia mtu akisema huwezi kuwapenda wengine mpaka ujifunze kwanza kujipenda mwenyewe. Hiyo sivyo Yesu anasema. Yeye hakuamuru ujipende mwenyewe. Anaamrisha uwapende wengine kama unavyojipenda tayari mwenyewe. Kwa hiyo hizi amri mbili zimeunganishwa kwa karibu sana. Kwa kweli haziwezi kutenganishwa. Kumpenda Mungu bila kuwapenda wengine walioumbwa kwa mfano wake haiwezekani, na kuwapenda wengine bila kumpenda Mungu sio upendo wa kweli kabisa. Ushawahi kufikiria kwamba kumpenda Mungu kunajumuisha amri 4 za kwanza kati ya amri 10, wakati kumpenda wengine kunajumuisha amri 6 za mwisho za amri 10? Unaona, ukimpenda Mungu na ukimwabudu Mungu, basi utawaibia watu wengine, utawadanganya watu wengine, utafanya uzinzi dhidi ya mwenzi wako. Ndiyo maana Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 40, katika amri hizi mbili inategemea sheria yote na manabii. Sasa simulizi la Injili ya Marko linatuambia kwamba huyu mtu alivutiwa sana na jibu la Yesu, hata anakiri kwamba Yesu amesema ukweli na kwamba kutii amri hizi mbili ni muhimu zaidi kuliko dhabihu na sadaka. Na hivyo Yesu anamjibu hapa katika Marko saa 12 na madakika 34. Yesu anasema, wewe hauko mbali na ufalme wa Mungu. Kwa maneno mengine, uko kwenye njia sahihi hapa. Kwa kweli, maneno ya Yesu yanamhimiza achukue hatua inayofuata, nayo ni kumkumbatia Bwana kwa imani. Sasa ni wakati wa Yesu kuuliza swali lake mwenyewe.
Anamuuliza Farisayo hili swali katika simulizi la Mathayo sura ya 22 mstari wa 42. Mnaonaje kuhusu Kristo, yaani Masihi aliyetiwa mafuta? Yeye ni mwana wa nani? Na Mafarisayo wanajibu haraka, yeye ni mwana wa Daudi. Naam, hiyo ni sahihi. Masihi alipaswa kuwa mwana wa Daudi, mzao wa Daudi kulingana na Maandiko. Kwa njia, mwana wa Daudi ilikuwa ni cheo kinachokubalika cha kimasihi. Masihi angekuwa mzao wa mfalme Daudi. Na kwa njia, hawa viongozi wa kidini walijua kwamba Yesu alipokelewa Yerusalemu siku chache zilizopita, unajua, na watu wote wao wanapiga kelele, hosana kwa mwana wa Daudi. Mathayo 21:9. Bila shaka walikagua ukoo wa Bwana, historia yake. Walithibitisha kile ambacho Mathayo sura ya kwanza inaonyesha wazi, kwamba Yesu kwa kweli alikuwa mzao wa mfalme Daudi. Sasa bila shaka Mafarisayo hawatakubali kwamba Yesu ni Masihi, lakini hawawezi kukataa kwamba cheo hiki, mwana wa Daudi, ni cheo cha kimasihi. Sasa Bwana anachukua hatua moja zaidi. Mafarisayo walikuwa wanamtafuta Masihi wa kisiasa, yaani mtu wa kuwatoa katika ukandamizaji wa Warumi. Hivyo Yesu anawaelekeza kwenye kifungu cha Agano la Kale kinachoonyesha kwamba Masihi ni zaidi ya mwokozi wa kisiasa. Yesu anawauliza hapa katika mstari wa 43, kama Kristo, yaani Masihi, ni mwana wa Daudi, kwa nini Daudi anamwita bwana wake? Yesu kisha ananukuu Zaburi 111. Bwana alimwambia Bwana wangu, keti mkono wangu wa kuume mpaka niwaweke adui zako chini ya miguu yako. Sasa hebu nirahisishe kile ambacho Daudi anaandika. Mungu alimwambia Masihi wangu, keti mkono wangu wa kuume. Hapo ndipo mahali pa heshima. Hivyo Yesu sasa anaendelea na hilo katika mstari wa 45 kwa swali jingine. Basi kama Daudi anamuita, yaani Masihi, Bwana, inawezekanaje awe mwana wa Daudi? Lakini Yesu hajaribu kuwachanganya wasikilizaji wake. Anajaribu kuwafanya wafikiri. Yesu anaonyesha kwamba mwana wa Daudi, mzao wa Daudi, kwa kweli ni mwana wa Mungu. Ona, Daudi anaandika unabii hapa bila kuelewa kikamilifu wakati huo. Masihi wa Daudi ni Bwana na Bwana atakuwa mzao wa Daudi. Sasa inawezekanaje hilo? Sasa sisi tunajua kile ambacho Daudi hakujua. Yesu alikuwa mwana wa Mungu aliyezaliwa kwa muujiza, na kisheria alikuwa mzao wa Daudi. Kwa kweli, Maria na Yosefu wote walikuwa katika ukoo wa mfalme Daudi. Kwa hiyo hii ni ya kushangaza sana. Yesu anawafunulia kutoka kwenye maandiko ya Agano la Kale kwamba Masihi ni Mungu. Yeye siyo tu kiongozi wa kisiasa. Yeye ndiye Bwana mwenye mamlaka juu ya ulimwengu wote. Je, unajua kwamba mstari huu kutoka Zaburi 110 ni miongoni mwa vifungu vinavyonukuliwa sana katika Agano Jipya lote? Na si ajabu. Tazama kile ambacho mstari huu mfupi aliowaandika Daudi unafundisha. Unaonyesha kwamba Yesu Kristo Masihi alikuwepo milele kama mwana wa Mungu. Unaonyesha Mungu Baba akizungumza na Yesu muda mrefu kabla Yesu hajazaliwa duniani. Pia inaonyesha wingi wa nafsi katika uungu, au kile tunachokiita Utatu Mtakatifu, kwamba ingawa Mungu ni mmoja, uungu unajumuisha nafsi tatu ambazo ni tofauti milele na sawa kwa usawa: Mungu Baba, Mungu Mwana Yesu, na Mungu Roho Mtakatifu. Hili linaonekana kupitia mazungumzo yanayofanyika kati ya Baba na Mwana ambayo Daudi anaandika muda mrefu kabla Mwana hajaingia duniani kama mtoto mchanga. Lazima nicheke hapa kwa sababu Mathayo anaandika kwamba baada ya hili hakuna mtu aliyethubutu kumuuliza Yesu maswali zaidi. Injili ya Marko inaongeza kwamba watu walifurahi kumsikia. Nadhani walifurahi pia kuona wale Mafarisayo wenye kiburi wakipata fundisho lao. Hivyo Yesu ametaja amri kuu kabisa: kumpenda Mungu na kumpenda jirani yetu kama tunavyojipenda wenyewe. Yesu pia ameuliza swali kuu kabisa ambalo mtu anaweza kujibu maishani. Je, Yesu ni mwana wa Mungu, Masihi wa kimungu? Basi naomba nikuulize, ungejibu vipi hilo moyoni mwako leo?
Ombi langu ni kwamba usijue tu yeye ni nani, maana kujua tu haitoshi kwa njia yoyote ile. Shetani anajua Yesu ni nani. Yeye ni mwana wa Mungu. Hapana, ombi langu ni kwamba utamjua yeye ni nani na kisha umwamini binafsi kama Bwana wako aliye hai. Kama bado hujafanya hivyo, unaweza kufanya sasa hivi. Mwombe awe Masihi wako, mkombozi wako, Mwokozi wako binafsi, naye atakuwa hivyo kwako. Basi hadi tutakaporudi tena, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.